Hayo yameelezwa na Mchungaji Zakaria Mwamboneke, mlezi wa wanafunzi katika vyuo TUCASA Nyanda za Juu Kusini, wakati wa ibada makabidhiano ya uongozi wa wanavyuo hao katika ngazi mbalimbali za utume iliyofanyika katika tawi la Ifisi. Unaweza kuwa ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato kwenye system yake, lakini wewe umepotea. Ni mwana, unahesabika kama yule mwana mkubwa, umepotea ndani ya kanisa. Neema hutangulia kabla ya toba, msamaha hutolewa kabla ya kustahili. Mungu hurejesha hadhi kamili kwa watu au kwa mtu aliyepotea. Kanisa linaitwa kuwa hospitali, sio kama mahakama ya Kisutu. Sikilizeni wana TUCASA, kanisa hili la Waadventista wa Sabato ni hospitali, sio mahakama ya kuhukumia watu kama mwana yule mkubwa. Katika pambano kuu, Shetani alisema Mungu ni mkali, lakini katika msalaba Yesu alionyesha kuwa Mungu ni Baba anayekimbia kumpokea mdhambi anayerudi kwake. Msalaba unaonyesha kwamba Mungu ni Baba anayekimbia, kama yule baba wa mwana mpotevu alipomwona anarudi alikimbia. Kwa upande wao, baadhi ya wanavyuo hao wamesema kuwa makabidhiano hayo yameongeza hamasa ya kushiriki zaidi katika kazi ya utume na kuimarisha umoja miongoni mwao. Wameeleza kuwa mafundisho waliyoyapata yamewasaidia kusimama imara katika imani, kufanya vizuri masomoni na kuwa mabalozi wema wa kanisa katika vyuo. Mahubiri ya leo nimebarikiwa sana, lakini pia nimetiwa moyo kulingana na makosa ambayo tumekuwa tukiyafanya na anguko ambapo tulikuwa tukianguka pia kama wanadamu. Tunakiri kwamba sisi tu wadhambi na tu wakosefu, lakini kupitia somo la leo tunabarikiwa na tunanyenyekezwa pia kurudi kwa Yesu. Kitu cha kwanza tunapaswa kukubali kwamba sisi ni wenye dhambi. Mimi nikubali kwamba ni mwenye dhambi, sio mkamilifu, na ninapokubali nichukua hatua za kurudi kwa Yesu. Hatua ya kwanza ni kile kosa, ya pili niombe toba, na ya tatu nikubali kwamba nahitaji kufanya upya kwa ajili ya Yesu. Lakini tunapaswa kutambua pia sisi ni nuru katika jamii inayotuangaza, inayotuzunguka. Kwa hiyo tunapaswa kuishi nao vizuri na kuwaalika. Kulingana na kisa kile cha mwana mpotevu na ndugu yake, kwa pale wanaporudi watu wengine kuja kwa Kristo, sisi ambao tupo kwa Kristo tusiwanyanyapae wala tusiwaone kwamba wao ni wenye dhambi sana, kwamba sisi ni watakatifu kuliko wao. Na mwingine tunatanga mbali na Yesu Kristo, tunakuwa wadhambi kupitiliza, lakini wito pekee ni kwamba hatupaswi kukata tamaa, tutafakari njia zetu na kurudi kwa Yesu Kristo. Yeye atatupokea, haijalishi ni dhambi gani, lakini yeye atatusafisha na tutakuwa safi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.